Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Riken Seliaki Mchemuche. Ningeweza kuwafahamisha tu kanisa letu linaitwa Faith Pioneer Pentecostal Ministries. Linaongozwa na baba askofu ambaye ni Peter Ochieng. Iwapo uko mbali na unaweza taka kumfikia kwa ajili ya kuweza kuwasiliana naye, uweze kupata maombi, na namba yake ya simu ni 0722785234. Nambari yake ya simu ni 0722785234. Unaweza mfikia baba askofu kupitia katika hiyo namba, na iwapo unataka kulipa matoleo yako, unaweza weka kwa account ambayo ni business number 400-200, account number ni 883505, account number ikiwa 883505. Asanteni sana na muweze kubarikiwa. Akaona Maria. Wewe amini mwezi wa 6 kuna malaika anatumwa ndani yangu. Ndani ile uchumi, ile kazi, ile biashara, ile akili yako, ile watu yako, ile elimu, ile masomo katika. Amini kuna malaika wa mwezi wa 6. Amini kuna malaika wa mwezi wa 6. Kuna upako wa mwezi wa 6. Kuna nguvu ya mwezi wa 6. Kuna uwezo wa mwezi wa 6. Bali nikafungana huyo malaika kisha Bwana alitengeneza. Ilikuwa ni machungu ni mazito, anatengeneza na kuwa na amani. Ilikuwa inawezekana, anafanya inawezekana. Ilikuwa kupata kazi, anafanya apate kazi. Ilikuwa ni maisha matendo, anafanya matendo yanaondoka. Naomba mwezake inawezekana. Inawezekana. Kwa uchumi yako inawezekana. Kwa kazi yako inawezekana. Kwa sasa inawezekana. Kwa ndoa inawezekana. Kwa mwili inawezekana. Kwa kazi inawezekana katika jina la Yesu. Luka 1:26. Tasoma kitabu cha Luka mlango wa 1 kuanzia mstari wa 26. Biblia inasema hivi: mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu. Mwezi wa 6 malaika alitumwa na Mungu, na sisi tunaomba hii mwezi wa 6 malaika Gabrieli na malaika watumwe ndani yako. Amen. Kama jina malaika utamuona leo. Amen. Kwa ndoto. Amen. Kwa maono. Amen. Kwa biashara yako. Amen. Kwa kazi yako. Amen. Kwa vigo vyako. Amen. Kwa mili yako. Amen. Umehangaika. Umeteseka. Ukasema na ilikuwa na mrakani. Usikate roho, usichoke. Amini Kristo ana uwezo. Amini damu yake ina mamlaka. Amini nguvu zake ina mamlaka. Akasema nenda nikaenda wachia nguvu za Roho Mtakatifu. Ile siwezekana kwako inawezekana. Amen. Soma. Mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu, jina lake Yusufu, ambari ya Daudi, na jina lake bikira huyo aliitwa Mariamu. Aliitwa Mariamu, malaika alimtokea mwezi wa 6. Amen.
Salia mwenzako mwezi wa 6 na baraka. Mwezi wa 6 ni na baraka. Kwa kazi yako. Kwa kazi yako. Kwa biashara yako. Kwa biashara yako. Kwa elimu ya watoto. Kwa maono yako. Kwa ile mkubwa. Kwa ile boss. Kwa ile ofisi. Katika jina la Yesu. Na kama kuna vizuizi. Ile kwa mwezi wa 6. Kama ni rama teni. Kama rama uti. Kama ni ajali. Kama ni balaa. Kama ni mikosi. Kama ni msirani. Kama ni matabuko. Kama ni magafara. Yoma mbaya. Yoma ya giza. Mwezi wa 6. Mwezi wa 6. Walikataa. Kwa malaika. Kwa damesu. Ilo yuko barabara. Ingine kwa njia. Ingine kwa kazi. Ingine kwa boma. Ingine kwa biashara. Ingine kwa elimu. Ingine kwa masomo. Inatoka. Kila madabole tengenezwa. Kila bizuizi mbele yako. Bizi yote mbele kwa kazi yako. Wamesema na kwa kazi. Kwa biashara. Utachenga. Utaendelea. Bizuizi. Katika jeneza. Pale mtoka. Soma. Malaika akaingia nyumbani kwake akasema, salamu uliyepewa neema. Bwana yu pamoja nawe. Salamu uliyepewa neema, pokea neema leo. Pokea neema ya kazi, neema ya biashara, neema ya ndoa, neema ya imani, neema ya kuomba, neema ya ndoto. Pokea katika jina la Yesu. Walipoangalia watu wakasema watoto watasoma. Lakini neema ya Mungu inashuka leo. Amen. Wakaangalia kasema utacheka katika jina la Yesu. Utanua sema katika jina la Yesu. Kwanza kenda kurudi. Kenda kurudi. Kenda kurudi katika jina la Yesu. Ungani fungwa. Ukipata kazi unapata pesa kile pesa hizi jenga nyumba. Ana nia kujenga nyumba. Ana nia kujifunua shamba. Anania anapeleka mali wakina bibi, lakini kuna roho inafunga hao. Leo tunafungua tunatoa kwa roho. Haleluya. Amen. Nabii mwenzako roho inatoka leo. Hiyo roho inatoka. Hiyo roho mbaya inatoka leo. Roho ya madeni. Roho ya visirani. Roho ya balaa. Roho ya mauti. Roho ya talaka. Roho ya visirani na mikosi. Usiku ulali. Kwa sababu roho za baridi. Roho za makaburi. Roho za njapana. Lakini leo Maria Gabrieli Mariamu akamwambia umepewa neema hata wewe. Pokea neema ya mwezi wa 6. Pokea neema ya mwezi wa 6. Pokea neema ya mwezi wa 6. Walisema inawezekana kwa kazi yako, kwa ndoa yako, kwa biashara yako, kwa mipango yako, kwa maono yako, inawezekana. Soma. Salamu ewe uliyepewa neema. Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake. Akawaza moyoni mwake, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Endelea. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa Bwana aliye mkuu. Amen.
Atakuwa ofisa, atakuwa daktari, atakuwa gavana, atakuwa mzee, atakuwa mwinjilisti, atakuwa mchungaji, atakuwa mhuduma, atakuwa tajiri katika Ambe mwenzako utakio neema hiyo. Nimeshuka leo. Unangati unataka katika choo unaangalia na macho tu. Hata uongee. Na umehangaika, unaumia, unateseka na neema mwezi wa 6 imeshuka. Nimeshuka mtu yako niwe kutamka. Unataka kuambia Mungu angalia mtu wangu kazi. Angalia ndoa, angalia masomo, angalia biashara, leo neema inashuka kwa kile kwa mtoto. Amen. Hallelujah. Akawa na wasiwasi, akaambiwa pana, neno limetoka mbinguni. Toa wasiwasi, ni mali utapeleka. Utaitwa jirani tena. Utapeleka. Ni kazi utapata. Ni kazi utafanya. Sio madai inaenda. Pesa inaenda. Mikono inaenda. Kampuni. Unakuwa mkuu pale. Unatawala kampuni. Kama Yusufu akiwa Misri. Kwa jina Farao. Atawala nchi. Hata wewe kampuni inatawala. Kwa ofisi inatawala. Kwa boma inatawala. Kwa biashara inatawala. Kwa kazi inatawala. Neno imeshuka kuonyesha masomo yako. Ni primary soma. Ni secondary soma. Yes. Walio kazi mbalimbali. Na Mungu akufungulia kusoma, soma, kuna kazi kubwa mbele yako. Amen. Neno masomo imeshuka. Neno biashara imeshuka. Neno ndoa imeshuka. Neno shamba imeshuka. Neno plot imeshuka. Waliongea wakasema, hata kijana hawezi kuwa nyumba, hawezi kuwa na watoto. Yeye ameshindwa. Neema Yesu. Akupa watoto kudumu. Amen. So tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yesu. Huyo atakuwa mkuu. Ataitwa mwana wa aliye juu. Na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele. Atamiliki nyumba ya Yakobo hata milele. Atamiliki ile kazi hata milele. Atamiliki ile boma hata milele. Atamiliki ile ofisi hata milele katika jina la Yesu. Utapona hata milele. Amen. 36 inasema hivi. Tena tazama, jamaa yako Elisabeti naye amechukua. Aliambiwa Elisabeti ambaye aliwatasa. Yes. Pia Gabriel akamtembelea. Amen. Ijalishi uko nimeka ngapi? Yes. Ijalishi umekuwa muda mrefu na unakana. Inawezekana. Amen. Ijalishi ungoje umekula miaka ngapi? Ijalishi umeshinda kujenga miaka ngapi? Ijalishi ndio kwa kila dada miaka ngapi? Inawezekana. 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 Inawezekana katika jina la Yesu. Amen. Akamwambia hata mwenzako Elisabeti ambaye tusiwa tilitasa. Alitusiwa na mtoto, lakini hao watu huyo walikuwa wanaomba sana. Wewe ukiomba leo unakimbia. Ukiomba kifungo unakimbia. Wewe unaomba hapa kesho pale kesho utapata baraka wapi? Hakuna. Ndio umetipa kashote ya kusia. Na imani ni yako. Imani kwa roho. Sasa ubarikiwa na mimi umechoka. Hata hapa hakuna imani. Unaenda kwa pengine. Ukienda ubarikiwa pale umetoka. Hapa hakuna imani. Umeenda kwa pengine. Utatembea mpaka lini? Siomba na imani yako si moja. Amen. Kama Miriam akisimama imani pale moja akapata baraka kwa wasichana wote wazuri. Walikuwa wasichana wengi wazuri. Mbona alichaguliwa yeye? Kuna watu wazuri hapa duniani wenye biashara mzuri, kazi mzuri, ndoa mzuri, mambo mazuri, lakini Mungu anachagua wewe. Sasa tu ndio kwa uliko Mungu anataka wewe utukufu wake uonekane kwako. Amen. Nguvu zake ionekane kwako. Amen. Baraka zake ionekane kwako. Amen. Imani yake ionekane kwako. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah.
Amen. 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 Wewe ndio Mungu anataka utukufu wako uonekane kwako. Akamwambia Elizabeth. Luka 1:8. Anza mstari wa 5. Zamani za Herode mfalme wa Uyahudi, palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria, wa zamu ya Abia, na mkewe alikuwa mmoja wapo wa uzao wa Haruni, jina lake Elizabeth, na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu. Mungu apenda kuomba. Wanaombea ndoa yao, wanaombea watu yao, wanaombea kazi yao, wanaombea biashara yao, wanaombea maono yao, wanaombea mwanao, wanaombea shamba yao, wanaombea ofisi, wanaombea kazi, wanaombea promotion, wanaombea plot. Wote wawili. Hata ndani. Ombea bwana yako. Kama ni mahari, muombe. Kama uombe ataenda siku gani? Tatiza tu inchi. Unasema jaza. Baada ya miaka 5, 10 watu 20. Wewe kuomba salia mwenzako Mungu akubariki. Naomba kwa watoto, naomba pia kwa mahari, naomba kwa kazi, naomba kwa biashara. Amen. Amen. Unaweza pata hili ukosa hili. Yote ni vifu. Amen. Amen. Unapata hii umetoa mali, umefanya kila kitu na masomo umekataa. Kazi umekataa. Sasa umekataa. Ndio wanaungana wote wawili. Ni shida gani kwa ndoa yetu? Shida gani kwa ndoa yetu? Shida gani kwa boma? Shida gani kwa shamba? Shida gani kwa biashara? Wakaiombea. Amen. Singe lalo kwenye. Kwenye wako kutoa mahari. Baba kutoa mahari, mama kutoa mahari. Sasa utatoa nini? Utatoa nini? Ambia mwanzo utatoa nini? Usipokuja kwa Yesu huwezi toa. Amen. Nasikia media umesimama hapo. Usikie vijana. Mnaomba. Usipoomba utakwambia jaza dunia. Ni jaza dunia. Wewe unacheza jaza dunia. Kama Adamu mwenyewe alikuwa ngani. Huyu. Watu walikuwa na mali watu huyu. Isaac mapacha wawili. Na alikuwa na mali. Wewe unataka kuomba unasema dunia ijae, dunia itajaa. Dunia ijae, haya twende mbele somo. Na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu, wakiendelea katika amri zote za Bwana. Wakiendelea kwa amri za Mungu, wakijua kwa amri ya Mungu ile na Mungu tukifuata kuomba. Watu wote wa Mungu watabariki, atabariki watu wa masomo yao, atabariki ndoa yao, atabariki kazi yao. Na ukikataa kuomba utabarikiwa aje? Bongita. Amekupa watoto omba. Amekupa mke omba. Amekupa bwana omba. Leo unaomba. Amen. Mwezi wa 6 naona mnangara sana. Wadugu wanangara hapa kweli. Amen. Wadada wanangara hapa kweli. Amen. Mapiti yetu wanangara. Amen. Kwa sababu wanangara yote ndio imeonekana. Amen. Yote ndio imeonekana. Yote ndio imeonekana. Yote ndio imeonekana. Yote ndio imeonekana katika jina la Yesu. Unavyodugu wanangara. Yote kazi imeonekana. Promotion imeonekana. Pesa imeonekana. Leo neema imeshuka. Neema imeshuka. Amen. Neema Bwana imeshuka. Amen. Bwana Bwana anatembelea Elizabeth. Yes. Miaka la mtoto. Miaka la kazi. Miaka la biashara. Miaka la baba. Miaka la watoto. Miaka la maisha. Shuka.
mtu wako ambaye uko hospitali saa hii. Amini na kupona sasa. Amen. Neema imeshuka nenda kumponya hospitali. Amen. Amini. Ni mama yako ni baba yako wapi? Amini. Amen. Niwe kama wakati nasikia ujumbe kila juma ile kwa redio. Neema imeshuka ukisikia ujumbe amini. Amen. Ni boma lako, ni biashara yako, ni kazi yako. Hiyo neema inakubadilisha inakuwa upya. Amen. Soma. Na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu, wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake yote bila lawama. Bila lawama, bila lawama. Tafuta neno, tafuta kuomba, tafuta kufunga kwa ile sio unapitia. Amen. Wewe sio tafuta lawama. Ukifika mahali wewe fitina unajua mpaka unaingilia na viongozi wako, unaingilia na kanisa, unaingilia hata ile utume na kubariki. Salia mwenzako ni wewe. Uachana nayo. Tafuta neema ya Yesu. Omba, una mambo mengi na kusumbua. Na hii ndio unaweza kuipokea. Ile biashara, amini kwa hii mwezi, neema imeshuka. Walikuwa wanaomba pamoja. Na sengine mwingine hapa bwana yake hajaokoka. Ama ataka hajaokoka mke hajaokoka. Ama wako mbali. Wewe ndio unashika. Wewe ndio umeshika nini yao yote. Na bwana yako ya mke wako yotako ni wewe. Nao walikuwa hawana mtoto, maana Elisabethi alikuwa tasa. Nao walikuwa hawana mtoto, maana Elisabethi alikuwa tasa. Nao walikuwa na kazi, miaka na miaka wana kazi. Nao watu wamesoma, lakini kupata kazi ni ngumu, hata biashara ni ngumu. Amen. Wako hapa. Amen. Ni ngumu. Lakini neema inashuka leo. Enda kufungua mtoto yako, bwana yako, mke wako, kazi yako, maisha yako. Amen. Amen. Amini watu yako. Amini boma yako. Miaka nyingi sio tasa. Kama bado mtako mzima, Mungu badilisha. Sikudanganya. Wewe omba tu. Hata mtu anaiko namna gani? Usije kwa namna gani? Wewe omba. Iko siku moja mtaka atakuwa mhubiri. Amen. Amen. Ujui ni mvuto. Wako yao ame adui. Inamvuta na itaka aone laini ya Mungu, inampa ataka aone laini nyingine. Soma. Nao walikuwa hawana mtoto, maana Elisabethi alikuwa mzee, na wote wawili ni wazee sana. Basi ikawa alipokuwa akifanya kazi ya ukuhani, binadamu akaenda jangalia anasema iwezekane. Si ni kweli? Lakini kwa Mungu inawezekana. Amen. Kwa Mungu inawezekana? Inawezekana. Yeye mpitia ni mazito, ni machungu. Usivuje moyo. Kazi yako wewe omba, inawezekana. Amen. Kuhusu mtu yako inawezekana. Amen. Kuhusu bwana yako inawezekana. Amen. Kuhusu mke wako inawezekana. Amen. Kuhusu kujenga inawezekana. Amen. Sipe moyo. Kama ni maombi kai. Aiba angekaa ache maombi, angepata toa rembo na vijana wazuri kama wale Mungu alimpa. Yale aliambia mke wake nini? Nilikuja bila na narudi bila, lakini siwache kuomba. Lazima unapita kwa shida mbalimbali, lakini usiache kuomba. Amen. Waliomba mpaka wakati Gabriel ametuma kwa Mariamu, amepata mtoto mfalme. Elizabeth pia anatumiwa pia Gabrieli.
Anatolewa kwa ile utaza, umaskini, madeni, kifo, mauti. Basi ikawa alipokuwa akifanya kazi ya ukuhani katika taratibu ya zamu yake mbele za Mungu, kama ilivyokuwa desturi ya ukuhani, kura ilimwangukia kuingia katika hekalu la Bwana ili kufukiza uvumba. Alipata baraka wapi? Alipata kwa barabara. Alipata kwa barabara. Alijua hapa nitabarikiwa hapa. Waongee waseme, kile siku moja Mungu atatumia malaika atanibariki. Kuwa na moyo, kuwa na imani. Siku moja na leo hiyo neema inakushukia. Amen. 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 Ila sile bila kwa ni machungi kama zito, leo neema inashuka. Amen. Kwa viungo vyako, kwa mwili wako, kwa akili yako, kwa watoto yako. Amen. Kwa kazi yako. Ule boss alikuwa anasema kwa kazi, tunaomba leo neema imeshuka ndani yako, ukipigia simu na maana kwambia kuja haraka. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Zamu yake kafika. Zamu yako ni leo. Amen. Mambo ya Nyakati wa kwanza 4:9. Tusoma kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza kuanzia mlango wa 4 mstari wa 9. Naye Yebesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mamaye akamuita jina lake Yebesi. Sehemu ya kwanza, Yebesi alikuwa mwenye heshima kuliko ndugu zake wote, kwa familia yao wote, kwa jamii yao yote, kwa mwenye heshima. Manake alikuwa na kazi nzuri, alikuwa na pesa, alikuwa na mali. Lakini kuna sehemu nyingine alikuwa na huzuni. Ni vile wewe unakuwa na bomba, lakini kuna huzuni palingi. Hapa ni kwa watoto, hapa ni kwa ndoa, hapa ni kwa kazi. Siku. Amen. Amen. Alikuwa amesema kuliko ndugu zake wote, ukoo yake, familia yake. Lakini kuna sehemu meshaki ilikuwa ni huzuni kama ndoa. Alikuwa na kazi nzuri, bora mzuri, biashara nzuri, lakini ndio imekataa. Alikuwa ndio mzuri, toa nzuri, lakini pesa ya kujenga tu, kununua shamba ama chenge ni ngumu. Na ana watoto wazuri, ana mke mzuri, ana bwana mzuri, hadi sana watoto very beautiful. Amen. Amen. Kama hayo mke wacha tu anangana kama rose flower. Hallelujah. Lakini nyumba hakuna. Si kawaida. Ana bomba na moja, lakini watu wote kazi imekataa, biashara imekataa, ndoa imekataa, hata kusoma imekataa. Lakini alikuwa mwenye heshima kushinda ndugu zake, kushinda dada zake, kushinda wazazi wake, jamii yake. Naomba kila sehemu maisha yako pale umefungwa, Mungu akupe neema. Amen. Kama niseme watoto, Mungu akupe neema. Amen. Niseme ndoa yako, Mungu akupe neema. Amen. Niseme biashara, Mungu akupe neema. Amen. Ile ofisi, Mungu akupe neema. Amen. Na ndio neema ya mwezi sita. Amen. Wakatembelea Gabriela, akawatembelea. Yule malaika Gabriela kutembelea leo. Amen. Malaika kutembelea kutoka mbinguni na kutembelea. Amen. So naye Yebesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze. Na mamaye akamuita jina lake Yebesi. Sehemu ya pili. Soma. Akisema ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni.
Huyo Yebesi akamlingana Mungu wa Israeli. Sehemu ya pili Yebesi aligundua hiyo huzuni iko kwangu, iko kwa watu yangu, iko kwa ndoa yangu. Ni mambo nilizaliwa nayo. Tu kina mama, wengine wakina baba. Ninakwambia wakati mwingine ukiomba, omba kabisa. Sehemu ya mari omba. Kama unataka kutoa mahari, usipoomba utatoa. Watakupiga tu bomu. Wewe bure. Usipokemea roho utatoa. Wewe zako utatoa. Pako kemea roho ukiwa ndani ya damu ya Yesu. Pako kemea roho ukiwa ndani ya damu ya Yesu. Lakini akisikia yeye kutoka nje. Mwingine anasikia mbaya. Tukaji wacha hapo. Wacha hapo. Amen. Wengine usuli yao walisema mara, wengine usuli yao walisema kuoa, wengine usuli yao walisema kuoleka. Ama kuoa. Akionekana ni mrembo. Wengine ndio wamekataa. Akionekana kukiangalia yule ya kijana ni handsome. Jensi mwenyewe jizi. Ndio jinsi. Mwenyewe. Lakini kifua yote na hiyo usura yake mzuri hakuna kitu. Nyumba kuna hata kuona tabu. Jensi. Na itafika mwaka jensi tai. Aisha. Amen. Kuna jambo mwingine kijana mwingine Mungu alimbariki na kazi. Na kwa pia jana. Amen. 2021 hapa kabaraka na kazi mzuri. Na akapata kazi alingongana na kajenga nyumba. Tena yale ambayo kila nyumba kubwa tu permanent. Mzuri. Najo? Nikaambia Mungu ni mzuri na nakupenda. Sasa ile sehemu baki hilo na kazi mzuri, una nyumba, tafuta mke. Njoo niambia nini? Mchungaji yeye bado, mimi bado nakula maisha. Nakula maisha. Mwaka jana alikuja kwangu akaniambia mchungaji. Siku ile alikuwa anatongea alikuwa 26, 27 to date. Sasa yeye ameingia 31. Wakati nilipata msichana. Nimepata msichana sasa. Sasa nimeombea mchungaji sasa yote ni nioe. Amen. Akapeleka kwa nyumba. Usiku msichana lala, ananyonga yeye. Wewe cheze. Ukikataa kuomba utapata bwana ama msichana ambao usiku akiamka mapepe inamwambia nyonga kwa bwana. Nyonga bwana, nyonga bibi. Amelala. Akasikia mtu ameshika koo yake na kufinya koo. Akamuka, anafikiri pepo, kumbe pepo ndio iko hapa. Akuja kwangu, chungaji leo karibu nikufe nini? Nikataa Mungu, alikupa pesa ukajenga na umekataa Mungu. Sasa hiyo ndio mkono wako ndio hiyo. Sasa mfika wakati wa ndoa hiyo ndio mkono yako. Kwa sababu lazima ile nyumba ikakaa miaka ngapi? Miaka karibu 7, 6. Hakuna mtu mbali pale. Wale ile area walipoona kijana mzee nyumba kama hiyo walisikia mbaya. Wakaeka uchawi kwenye nyumba, wakaeka uchawi kwenye nyumba. Huyo akasema huyu mtoto yule atakaye nyumba ana kila nyumba mzuri kama atoa. Sasa anapata nani? Wakumnyoga usiku. Kama mwenzako omba Bwana. Omba. Wakumnyoga usiku. Amen. Jana nikuja asubuhi ananiambia hapo. Amen. Nikamwambia nikwambia miaka 3 ile ilipita. Yule Mungu amebaki na kazi na hiyo. Sasa tafuta kabla nyumba hajafanywa uchawi ya roho. Hakusikii? Hata amepata mwingine wa pili. Mimi naomba watu wengi hata wengine kuja kanisani. Hata hakujaki. Akiwa na shida anakuja kwa nyumba. Amepata mwingine akaniambia mchungaji sasa huyu ndio mbaya zaidi.
Wewe na mko usiku anatafuta kisu. Nikwambia omba. Na basi hivyo kati imekilika ndio omba upendo mzuri. Mwanamume mzuri ama ndugu mzuri. Utapata bwana mwingine, wewe ndio sadaka. Watako wote wanatoka tu. Mimi zinanipiga paka na shida nini? Sadaka. Salia mwenzako, okoka. Mtafute Yesu. Tafuta Yesu. Hii ni mwezi wa neema. Huu ni mwezi wa neema. Jana ananiambia kilia. Chukua nitafanya niambie okoka. Shika neno la Mungu nikakuja kanisani utaki kucha. Sasa wewe endelea tu hiyo ndio mkono yako. Hata wewe utaenda utapata mwingine. Kwanza wewe na kucha. Nikamwambia kwanza anakuja. Huyo na wake akukaa tu hapo. Usikia ndugu. Utakimbia kwa nyumba muda. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ni moja usuli ambaye kwa watu wengi. Usuli ya pesa ilikuwa na ndoa. Mara alikuwa nayo, boma alikuwa nayo, kazi alikuwa na sijika, lakini sema ndio likataa. Sema promotion likataa. Sema kujenga likataa. Uzuri ulikuwa ndani yake. Yes. Ya wapi ya baba yao? Ya wapi ya mama yake? Zakale ilibidi walipojua shida ya mwili wao. Walimtafuta Mungu. Na malaika atuma Gabrieli akaenda akabariki na mtoto. Amen. 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 Yeye pesa alipojua shida ya maisha yake. Ile sima alikuwa nayo. Akajua shida ni Mungu tu. Hapo tu si mama, hapo tu si baba. Wengine ndio hawa. Ambapo wenzako ni wewe. Unapenda kutusi baba yako na mama yako. Unapenda kutusi baba. Utapata kitu. Utapata kitu. Mungu alimtumia kuleta duniani. Usimdharau hata kani kalewa. Ama anakaa namna gani, mpende bila alivyo. Amen. Kuleta duniani. Yeye pesa aligundua sehemu ya mama yake. Ya wazazi wake ninafanya nahangaika. Hakutusi. Alitafuta Mungu. Kajua laana ya mama, laana ya baba, mimi natafuta Mungu. Na wewe ukipata shida kwa kazi, babangu yule alikuwa mbaya. Yule babangu nilikuwa mtoka laani. Mungu anataka ujue Mungu ushinde laana. Kama ulitusi babako na mama yako, Mungu akusamehe. Utatembea na laana alitembea naye, utatembea na hata wewe. Amen. Utatembea na wote wewe. Waachie sehemu yake. Wewe okoka, tengeneza imani yako, maisha yako kwa njia ya Kristo. Akasema nini? Soma. Huyo Yebesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli na kunizidishia hozi yangu. Alikuwa anabarikiwa, lakini alikuwa na nyota kubarikiwa kweli kweli. Hii baraka kweli kweli ni sehemu ya kazi, sehemu ya biashara. Lakini anambia biashara endelea, anambia kazi endelea, akifanya hapa anafuta, akifanya hapa anakataa, akifanya hapa roho inaharibika. Sikupenda kwake. Sehemu yake huzuni ilishika kazi. Anasema ungenibariki kweli kweli. Si kweli tu, kweli kweli. Maana yake sehemu ya biashara na kazi ilikuwa imefungwa. Alikuwa na huzuni sehemu ya madeni. Madeni hiyo ni kwa biashara, madeni ni kwa kazi. Anangana kazi lakini madeni. Anangana biashara ni madeni. Maana yake anataka abarikiwe kweli kweli. Kweli kweli. Ndio huzuni kwa ndani yake. Huzuni ya kwanza kwa Yebesi ndio hiyo. Kwa mtu wa bidii, lakini biashara yenyewe, kazi yenyewe haina matunda. Na wewe mwenzako, kazi yako ina matunda. Biashara yako ina matunda. Biashara yako ina matunda. Kweli? Kweli.
Kweli. Kweli. Kuhusu wazazi wake alijua hao pia walirithi kwa ile ukoo yao, walikuwa watu wa madeni, walikuwa wasomi, walikuwa na kazi, walikuwa na ndoa, walikuwa maisha. Lakini akasema yeye sasa atatengeneza maisha yake na Mungu kuhusu ndoa yake, kuhusu watu yake, kuhusu kazi yake, kuhusu masomo yake. Ndio inakwambia nataka ukue namna hiyo. Ukitaka ufaulu kwa hii dunia, tafuta Mungu. Ni wewe na familia yako, ni wewe na watu yako, ni wewe. Ilibidi Zakaria Elizabeth afanye hivyo. Ilibidi Mariamu atafutwe na malaika. Hiyo binti inabidi vijana wetu hapa. Vijana wetu hapa malaika washukie. Amen. Baada ya miaka 5 vijana wabarikiwe wote, wengine kuwa tumishi, wengine kuwa matajiri wakubwa kubwa. Amen. 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 Piga makofi. Amen. Kama upige makofi ndio watoto wabarikiwe. Malaika watembelee. Amen. Soma. Yebesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli na kunizidishia hozi yako. Kwa shamba kwa na boma ndio wewe. Amelia kazi ya biashara. Nilikuwa uzuni yake. Ya pili uzuni yake ilikuwa ana boma. Ana shamba. Salimu wenzako. Hii mwaka nunua shamba bwana. Nunua shamba. Nunua shamba. Nunua shamba. Nunua shamba jamani. Nunua shamba. Nakuona ununue shamba. Nunua shamba. Hata wadada nunua shamba. Sisi na wadada hapo. Wadada mko nabarikiwa wadada nunua shamba. Si ni kweli? Wadada nunua shamba. Kama unao je? Sikupenda kwako hiyo neema na shuka leo utajenga. Kitambefika Desemba, utajenga katika jina la Yesu. Hozi lake. Amen. Akasemaje hozi? Lau kwamba ungenibariki kweli kweli na kunizidishia hozi yangu. Na mkono wako ungekuwa pamoja nami. Kuingisha hozi yako alikuwa ile nyumba ya simba. Angalia udugu, bado kwa nyumba simba. Hata mwingine simba ni ana. Angalia hiyo simba, mwingine hata hiyo simba ni ana. Alex alikuwa ni pengine bateni bateni ya nyazi. Alex huyu. Amen. Na audio nyazi, audio nyumba liko ngani? Anaambia sweetie, usijali bwana, Mungu ni mwema, nyumba ndio hii. Hapa tuendelee, maisha iendelee mbele. Ndio dora kama. Tunakuja. Na nyumba 10 by 10. Tuliomba na katika nyumba. Sasa hivi tunataka kuomba yale mengine tende. Piga makofi. Kuna mambo usipoomba ndani uko wetu. Ndani wachai na wakanga. Hata mimi wa nyumba nilikuwa na nyumba ya 10 by 10. Ya jazi, dadangu anajua. Si uongo. Kila mwezi wa 4 na mwezi wa 10 ninaweka jazi. Naambia kama mnafikiri mchezo bwana. Na naambia siti wangu hapa ndio kwetu, tukae tutulie hapa tujenge maisha. Na tujaze dunia. Kumbe tumefunga macho ya kujenga. Haleluya. Amen. Inatoa tujali unaweka masufuria hapo. Mama ikebe hapo ikipanda kutoja ile kwanza ukiona nyumba kama hiyo inatafuta pale unalala. Ndio usiku umefurahia maisha, mvua inakuja tu hapo. Wale mlala. Sasa mwenzako ini magumu bwana. Nipitie hapo. Haleluya. Leo mkaba kiangalia kama kiangalia ndio tuko sawa.
Kumbe hatuko sawa. Ambia mwenzako uko sawa. Hauko sawa. Hauko sawa. Hauko sawa. Hauko sawa. Hauko sawa. Lazima utoke hapo. Amen. Amen. Mwingine ananiambia, mchungaji, mimi nakuombea ubarikiwe hii mwaka. Amen. Hata kama unalia hapo, wewe lia tu, lakini hiyo kulia yako ni mzuri, itakubariki. Amen. 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 Bwana Yesu, Bwana inatafuta wakati uko na kanyumba kama hapo. Inanyesha. Nimeweka mikebe hapo, nimeweka misufuria, nimeweka mikebe nyingine za rangi hapo. Uzuri za mikebe hizo sufuria zinatengeneza wimbo. Ingine ndo, ingine di. Sasa naambia mke wangu, wewe wacha mambo mengi, sikiza wimbo. Yesu ameshuka, kalisikiza wimbo. Shetani akufunika tu mpaka unafurahia dunduye. Haleluya. 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 Yebeza kamligana Mungu sasa yule Mungu anabariki sasa akasema hata mimi pia nibariki ozi langu, nibariki biashara, bariki kazi, bariki ndoa, bariki boma, naye Mungu afanye nini? Soma. Nawe ungenilinda na uovu ili usiwe kwa huzuni wangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Naye Mungu akamjalia leo. Mungu akujalia wewe. Watoto yako. Wazazi yako. Baba yako. Maisha yako kwa hiyo naomba leo Mungu akujalie, Mungu akujalie katika jina la Yesu. Mungu ajalie watu yako. Amen. Miaka hakuna kazi. Naomba huyo mtu utapate kazi. Amen. Mwaka bwanaka na kazi hapa, mkaka na kazi. Naomba mwaka. Amen. Kuna mwingine wiki anafukuza bibi ati kwa sababu bibi akakaa kwa duka akiuza. Bibi ana nyota ya kuuza kwa biashara. Hata akiona bibi anacheka na watu huko anauza, anajua anasikia mbaya, anatoa bibi kwa duka, mshaka mfukuza kwa aende kwa duka. Ilibaki bila watu wakasema kama mkaka rudi, hii duka tumli chochote. Amen. Kama mkaka nasoma ama mwana kasema ngangana, maisha sasa ni ngumu. Ngangana wote wawili ukatu pengele du. Ukatoa pesa umana utajua nini? Sasa kajamaa, bibi ananyota biashara. Akikuwa pale duka imejaa, inauza kila siku. Yeye anaamka siku moja, wewe unacheka na wanaume hapa, toka uende. Ndiye amebaki pale acheka na kuna mtu anamwangalia. Ana roho story face. Hiyo roho story face imeshika paka nini? Vitu kwa duka. Kwa sababu vitu kwa duka pia ni story face. Hakuna mtu anaziona. Si story. Ni hapa Busia. Ilibidi dada karudi kwao. Baada ya siku mbili, bwana alikuja mbio kutafuta dada. Dada huyo mshiriki akatoka kanisani. Siku moja toa shuhuda. Ako hapo huyo mama. Amen. Gawe mtangu kaa tu na kufungulia biashara hapo. Siku mbili bwana amekuja. Anaambia mama msichana, mimi nataka msichana yako. Nataka bibi yako. Mlikosea nini? Na wewe msichana anafanya kazi kwa bidii, hata ile shamba amenunua pesa msichana 3/4 ni yeye msichana, hiyo mke wake. Yeye ana roho ya biashara, huyu bibi yake ana roho ya biashara. Lakini haoni. Na
Furahia nyumba yako, furahia watu yako, furahia mke wako, bibi yako. Una bibi ambao vile mko naye, una kazi, biashara, kile kinaendelea mzuri. Siku unamwacha tu hivi. Mwambie na nabii, Salemu zako, si ni wewe nimekuona. Si ni wewe. Si ni wewe. Rudia Mungu, rudia Mungu. Tengeneza watu yako, nyumba yako. Na utafanikiwa, utafaulu. Neema imeshuka. Amen. Mama akamwambia kijana, huyu aendi. Unajua pia mama ndio wagumu, wanajua mama ndio watu wagumu, lakini wanataka mchana atoke tu. Akambu mchana wangu atokote kaya hapa afanye kazi. Kijana alilia, akaangalia duka yake kutoka yaende. Hata mtu kusema hata kibiriti hapo. Alifunga moja kajiona, kumbe mke wangu ana nyota ya biashara. Kila mtu hapa ana nyota ile kubwa, ni biashara, ni kazi, ni watoto anaye hapa, waje kufunika, omba. Mungu akuonyeshe. Na leo Mungu atakuonyesha. Leo Mungu atakuonyesha. Nyota watu yako, nyota ndoa yako, nyota boma lako, nyota biashara yako, nyota kazi yako. Wewe meza akaombea biashara, akaombea kazi, akaombea ofisi yake, nyumba yake, na Mungu akamfanikisha. Amen. Na leo Mungu asikilio chako wewe wako. Asile kilio cha wazazi wako. Amen. Asile kilio cha ndugu zako na dada zako. Yes. Mungu akusikie. Amen. Tusimame. Inawezekana. Ambia Mungu. Mungu mtoto wangu, ninaamini inawezekana. Kama ulitendea Elizabeth, ukatendea Mariam, ukatendea Besi, hata wewe unawezekana. Taja watu yako, taja ndoa yako, taja baba yako, taja mke wako. Worship. Taja, inawezekana. Ule kwa sultani inawezekana. Ule kwa shule inawezekana. Hata kazi inawezekana. Kwa biashara inawezekana. Taja watu yako. Taja baba yako, taja ndoa yako. Taja kazi ya biashara yako. Taja ile ofisi. Taja ile ofisi inayotenda.
Promotion, mafanikio, baraka, kibali,
kibali, ushindi, nafasi. Asante Yesu. Asante Yesu. Tunakuamini. Katika jina la Yesu. Leta mbali